Mengi yanazidi kuonekana katika dirisha dogo la usajili, kila mmoja akiwa katika nafasi yake ya kuhakikisha kwamba anapata baadhi ya wachezaji muhimu ambao anajua kwamba atakwenda kuisaidia timu yake kufanya vizuri na kutimiza makubwa ndani ya hili dirisha dogo la usajili. Simba Sports Club ni moja ya timu ambayo inahitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake, kuongeza nguvu na kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa katika mentality ya ushindi na ushindani mkubwa zaidi. Ikumbukwe tayari Simba amemtambulisha coach Steve Baka kama sehemu ya bench la ufundi na ambaye atakuja kuifanya timu yao kuwa imara na kuwa bora zaidi kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika msimu 2025-2026. Tayari report ipo wazi zaidi ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba kwa wachezaji ambao moja kwa moja wanakuja kujumuika na kuifanya timu inakuwa imara, timu inakuwa bora na hatimaye pia kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ushindani na uweledi mkubwa uliotukuka katika upande huo. Kunani huko akina nani ambao wanakuja ndani ya Simba Sports Club? Wapo nyota wawili ambao wapo katika majaribio na klabu ya wekundu wa Simba pale visiwani Zanzibar. If mwalimu ataridhishwa na kiwango chao, moja kwa moja ni sehemu ya usajili ambao Simba itakwenda kuwapatia mikataba ya moja kwa moja. Na ikumbuke Simba imekuwa kijipatia wachezaji wazuri kupitia katika trials au majaribio. Ukimtazama mchezaji kama Nabi Kamara ni sehemu ya usajili ambao alikuja kwa majaribio pale katika mji wa Cairo ambako Simba walikuwa wameweka kambi kwenye pre-season, akafanya majaribio within 2 weeks, wakaridhishwa na kiwango chake, wakampatia mkataba. Out of that njoo mtazame msaji kama bwana mdogo Morris Abraham ambaye kwa sasa anazidi kutikisa baada ya mkataba wake kutamatika. Ni mmoja wa wachezaji ambao Simba kuja kumpatia mkataba mpya, walikuwa naye katika sehemu ya majaribio. Mwalimu akatazama ufundi wake, uwezo wake na uhitaji ndani ya Simba, akaamini kwamba ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kuifanya timu kuwa imara zaidi. So awamu hii tena tayari wapo nyota wawili na hao wote ni nyota wa kimataifa. Ni akina nani hao? Nitahitaji umjue mmoja badala ya mwingine, then niweze kusogezea pia usajili wa nyota wengine ambao wanahusishwa ndani ya Simba. Unapaswa kujua kwamba within katika issue ya usajili huwa tuna categories tatu. Tuna hatua tatu za kufanya usajili. Kuna hatua ya kwanza ambayo ni tetesi. Hatua ya pili ni usajili wenyewe. Then hatua tatu ni utambulisho. Yaani hakuna usajili usiokuwa na tetesi na hakuna tetesi zisizokuwa na usajili na hakuna pia usajili usiokuwa na utambulisho. That means tunaanzia hatua ya kwanza ya tetesi, hatua ya pili ni usajili wenyewe, alafu hatua tatu ndio wakati ambao tunakuja katika sehemu ya utambulisho. Tunasema ni mwendo wa kushusha vyuma. Ukiona tumefika eneo la kushusha vyuma, basi ujue hivyo vyuma tayari vimesajiliwa na ni wakati wa kuweza kuvishusha, na kila mmoja akatazama kwa nafasi yake kila ambacho anakiona kama sehemu kubwa ya uhitaji mkubwa kufanya vizuri na mambo makubwa katika upande huo. Simba nitaomba tuanze na hawa nyota wawili ambao wao tayari wapo na kikosi cha wekundu wa Simba pale visiwani Zanzibar katika michuano ya Mapinduzi Cup. Coach Steve Baka tayari kathibitisha kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao atakwenda kuwatumia katika michuano ya Mapinduzi ili Simba kutoa ubingwa wa Mapinduzi Cup 2026. Miongoni mwao ni hawa wachezaji wapi ambao wapo ndani ya Simba. Wachezaji hao wawili, moja ni Bright Anukani. Bright Anukani huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo, mchezaji ambaye anaitumikia timu ya KCCA ya pale nchini Uganda. Lakini kabla ya KCCA pia ni mmoja wa wachezaji ambao alichezea timu ya AS Vipers ya pale nchini Uganda. Ukimtazama mchezaji mwenye uwezo wa Bright Anukani ni sehemu ya wachezaji wazuri ambao tumetazama performance yao, uwezo wake umekuwa ni uwezo wa hali ya juu. Na Simba ili kujiridhisha na uwezo wake mkubwa, kwa sababu hawajapata muda mwingi zaidi wa kumtazama akiwa katika ya mechi za kiushindani, tayari wamemhitaji katika majaribio na tayari ni mmoja wa wachezaji ambao tumewatazama akiwa na wachezaji wenzake, na leo hii ni sehemu ya wachezaji ambao tunaanza kutazama ubora na ufanisi wa kila ambacho anakifanya uwanjani utakuwa ni ubora wa aina gani katika mechi kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya vijana wa kikosi cha Mwembe Makundi, mechi ya kwanza katika upande wa kombe la Mapinduzi Cup. Ukiachana na Bright Anukani, mchezaji wa pili yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Charles Ouma. Majina yake matatu anaitwa
Charles Ouma. Huyu mwamba ni moja ya mwamba kweli kweli, kijana na umri wa miaka 26 ambaye ni raia wa pale nchini Sudan, aliyezaliwa katika mwaka wa 1999, ilikuwa ni mwezi wa 6 ndio wakati ambao Silas alipata nafasi ya kuzaliwa. Huyu pia naye ni sehemu ya wachezaji ambao wapo katika trials ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiwa kama sehemu ya wachezaji ambao anahitaji kufanya vizuri, mambo makubwa, na Simba akiwa na imani na matumaini makubwa ya kwamba that man ana uwezo wa kupatia kile kitu cha ziada ambacho anakihitaji katika upande huo. So Charles Silas Ouma pia ni sehemu ya wachezaji ambao Simba inafanya majaribio katika upande huo kuhakikisha inakwenda kuongeza katika upande wa kikosi hicho. Lakini out of that Simba ina wachezaji wengine inaowataka. Moja, inamhitaji golikipa. Hili ni eneo la lazima ambalo Simba inawagharimu kufanya usajili, yani watake wastake, kwa sababu kipa namba 1, kipa namba 2 wote tayari wameumia. Yakubu Suleiman ana majeraha, ukija kwa Musa Pimpin ana majeraha, na hao wote wanapaswa kukaa nje kwa zaidi ya mwezi mmoja, na wakati huo Simba wana michezo mingi ya kiushindani ambayo wanapaswa kuwa wakicheza na kushiriki katika nafasi hiyo. So Simba inamhitaji golikipa Yona Amos kutoka Pamba Jiji kama sehemu ya magolikipa ambao atakuja kuwa ameshikilia nafasi ya Yakubu Suleiman, wakati ambao Musa Pimpin Kamara pia anarejea katika nafasi hiyo. Out of that Simba inamhitaji Fawaz Basadien. Simba inamhitaji Fawaz Basadien. Huyu Fawaz Basadien ni mchezaji ambaye anaitumikia timu ya Mamelodi Sundowns ya kutokea pale nchini Afrika ya Kusini. Fawaz Basadien huyu ni mchezaji wa coach Steve Barker ambaye alimtumia katika msimu uliotamatika ndani ya kikosi cha Stellenbosch. So awamu hii tena anahitaji kumvuta ili kumrejesha ndani ya Simba Sports Club na kupata nafasi katika upande wa kushoto. Simba ukweli mtupu ni kwamba kwenye baadhi ya maeneo ambayo wanahitaji kufanya maboresho ni kwenye upande wa beki nambari 3. Kumbukwe Anthony Mdigo ni mchezaji pekee ambaye kasalia katika nafasi hiyo baada ya upande wa Alassane Kante kuweza kupata adhabu katika michuano yote. Upande wa NBC kukosekana zaidi ya michezo 5, lakini pia upande wa michuano ya ligi ya mabingwa pia nako akiwa na adhabu kwa maana suspension, pia nako inamfanya kukaa nje kwa muda wa siku kadhaa ili kuweza kutumikia adhabu hiyo. So Simba imewagharimu kumtoa Nabi Kamara upande wa beki namba 3 na kuja kucheza eneo la kiungo na Mdigo akibakia peke yake. So Simba sehemu ya kujihami wanakwenda kumuongeza beki wa kushoto. Out of that Simba pia bado wanahusishwa na Enock Inonga, na pia miongoni mwa wachezaji pia ambao Simba inawahitaji ni Clatous Chora Chama. Chama ni moja wachezaji ambao Simba inahitaji kuwarejesha ndani ya Simba kama dira Jean Charles Awari takamilika kujiunga na vijana wa kikosi cha vijana wa kikosi cha Raja Casablanca ya kutokea nchini Morocco. Out of Clatous Chora Chama, Simba wanamhitaji Idris Diomande. Huyu ni mchezaji kutoka katika upande wa Singida, pia ni sehemu ya wachezaji ambao Simba wapo katika rada za kupata usajili wake. Nje na hapo yupo Aaron Okero. Aaron Okero pia ni sehemu ya wachezaji ambao Simba inahitaji kuongeza ndani ya kikosi chao ili kuongeza nguvu na ustadi mkubwa katika upande huo. Ukiachana na Okero, mchezaji wa mwisho kwa sasa ambaye Simba tayari wanamtazama kwa kina ni mwamba anayejulikana kwa jina la Chiku Sarim. Chiku Sarim unaweza ukamuita anaitwa Chikumbuso Sarima, lakini jina maarufu anatumia Chiko Sarim. Kijana mwenye umri wa miaka 23, alizaliwa 27 ya mwezi wa 12 mwaka 2003 katika taifa la Malawi. Huyu ndiye MVP na ndiye mfungaji bora, top scorer katika ligi kuu ya pale nchini Malawi iliyotamatika mwezi jana, mwezi wa 12 tarehe 27. Amefunga mabao 15, assist 11 katika michezo 25 aliyocheza. Simba naye wanamhitaji katika upande. So hao ni sehemu ya wachezaji ambao wanahitajika ndani ya Simba Sports Club. Sio kwamba wote watasajiliwa, lakini sehemu kubwa ya wachezaji wanaohitajika watatoka katika hao wachezaji ambao tayari nimekutajia. Kwa usajili huu unaiona Simba ikiwa katika nafasi gani? Kikubwa ni kwambia hakikisha uweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, lakini pia hakikisha uweza kutupia comment yako ili wa kwanza kuzidi kupata taarifa zote zaidi. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.